Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, aliwahi kunukuliwa siku za hivi karibuni katika vyombo vya habari akisema kwamba njia pekee ya kuhakikisha usalama wa nchi yake ni kudhibiti eneo lote la ukanda wa Gaza hadi mwisho wa mashambulizi yake katika ardhi ya Palestina. Maana yake ni kwamba mpango wake ni kuona kundi la wapiganaji linaondoka kabisa katika ardhi ya Palestina katika ukanda wa Gaza, lakini pili, hakikishe analitawala eneo hilo la ukanda wa Gaza ambalo ni mali ya Wapalestina. Lakini je, amekosekana wa kumzuia Benjamin Netanyahu juu ya kadhia hizi? Endelea kwa nami ni kufahamishe kwa mapana. Malengo ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu ni kuona anaidhibiti Gaza pamoja na maeneo mengi katika Palestina na ukanda wa Mashariki ya Kati. Kuna maeneo mengine kama vile Syria pamoja na Lebanon. Ni moja kati ya maeneo ambayo bwana Benjamin Netanyahu anataka kuyamiliki. Hata hivyo, mataifa mbalimbali ulimwenguni ikiwa ni pamoja na Jumuiya ya Umoja wa Mataifa zimekuwa zikilaani juu ya mashambulizi anayoyafanya bwana Benjamin Netanyahu katika maeneo hayo. Lakini mara hii ameonekana kwamba mpango wake ni kushirikiana na Marekani katika kuidhibiti Gaza na kuhakikisha hakuna atakayeweza kumsumbua katika eneo hilo. Cha ajabu ni kwamba mataifa mengi yapo kimya sana ulimwenguni, ni kutoa sauti tu na kulaani kitendo cha Netanyahu, lakini wanashindwa kwenda kumdhibiti Netanyahu. Ni mataifa mawili tu ambayo yamejitolea kwa dhati kwa ajili ya mapambano, na wakati huu ni Wahuthi ambao wanapambana na Netanyahu katika kuitetea Gaza. Lakini pia ni Iran ambayo imejitolea kwa dhati kabisa kuona wanaweza kupambana na Benjamin Netanyahu, kutafuta njia za kuweza kupambana na Benjamin Netanyahu katika kutetea ardhi ya Wapalestina. Kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, Ayatollah Al-Khamenei, katika siku za hivi karibuni alisema kwamba anaumia sana kuona Wapalestina wakiuawa, anaumia wakikosa chakula na maji, lakini anaumia pale ambapo wanalazimishwa kuondoka katika taifa lao ambalo wamezaliwa, na kwamba Israel iendelee kuteka maeneo hayo, huku akisema anaandaa majeshi kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Israel ambayo pia imeapa kushambulia Iran hasa katika vinu vyake vya nyuklia, ikizingatiwa kwamba aliwahi kunukuliwa pia Netanyahu akisema moja kati ya changamoto zake kubwa ambazo anakumbana nazo ni pamoja na utawala wa Iran, hasa Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Iran. Lakini kimsingi mataifa makubwa ulimwenguni yapo kimya. Yapo mataifa kama Urusi, yapo mataifa kama Uingereza, Ujerumani, Italia na mataifa makubwa katika Ulaya na hata mataifa mengine katika Mashariki ya Kati ikiwa ni pamoja na Saudi Arabia, lakini Qatar, lakini na mataifa mengine kama vile Umoja wa Falme za Kiarabu, Oman na kwingineko. Lakini mataifa haya licha ya kuwa na utajiri mkubwa, lakini wanashindwa kulisaidia taifa la Kipalestina, hasa wakazi wake waliopo katika ukanda wa Gaza, wakiwaachia makundi ya wapiganaji ya kijihadi ikiwa ni pamoja na Wahuthi wa Yemen, lakini pia na Hamas wenyewe ambao ndio wanaopambana zaidi na jeshi la Israel la bwana Netanyahu. Lakini Netanyahu amekosa mtu sahihi wa kuweza kumzuilia na anafanya lolote atakalo anapoua watu bila tatizo lolote. Hata siku ya Jumatano ameweza kushambulia wanadiplomasia kutoka mataifa ya magharibi, lakini kilichotokea ni mataifa hayo kulani tu tukio hilo bila ya kuchukua hatua thabiti za kuhakikisha Netanyahu kila anachokitenda na ambacho amekishuhudia anaweza akaachana nacho. Kimsingi Netanyahu ni kiongozi ambaye anaongozwa na Marekani, licha ya kwamba serikali ya rais wa Marekani Donald Trump mara kadhaa imekuwa ikieleza kwamba inapinga mauaji ya watu wa ukanda wa Gaza, lakini ni moja kati ya taifa ambalo limekuwa likionyesha njia ya kuweza kuisaidia Israel, na hata wakati huu wengi wakifikiri kwamba labda kutokana na ziara yake hii ya mataifa ya Uarabuni kwamba hakufika katika nchi ya Israel ambayo haikuwa mbali sana na mataifa hayo, pengine labda kumekuwa na uhasama kati ya Donald Trump na waziri mkuu huyo wa Israel bwana Netanyahu. Netanyahu mwenyewe amekiri kusema kwamba yupo pamoja sana na rais wa Marekani Donald Trump, na maana yake ni kwamba kila anachokitenda yupo sambamba na Donald Trump. Hata baada ya muda fulani Netanyahu kusema kwamba hayupo tayari kuona vinu vya nyuklia vya Iran vinashambuliwa kwa sababu kuna mazungumzo yanayoendelea, lakini baadaye akaja kukengeuka kauli yake akisema kwamba hakusema ameikataza Israel kushambulia vinu hivyo vya nyuklia, isipokuwa yeye hatohusika katika ushambuliaji huo. Maana yake ni kwamba bado ameendelea kumuunga mkono kiongozi huyo.
China inajaribu kuwapelekea chakula pamoja na misaada mingine, huku ikitoa vitisho mara kadhaa kwa Israel kwamba isije ikajaribu kushambulia misafara yake, lakini bado haijachukua jukumu muhimu, na ni kile ambacho wachambuzi wa mambo wanaona kwamba pengine mataifa haya yameamua kuiacha kabisa Palestina kuangukia mikononi mwa Israel, hasa eneo lake la ukanda wa Gaza. Mtazamaji, bila shaka nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.